amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa niaba ya jumuiya ya Istiqama tawi la Tabora, nichukue nafasi hii kuwashukuru ndugu zangu ambao baada ya kupata kwa mpendwa wetu ya Oman ambaye ana mahusiano makubwa sana na nchi hii ya Tanzania, basi tuliweza kukutana kwa kiwango hiki ambacho ni kikubwa. Kila mmoja Mwenyezi Mungu amzawadie kila la kheri. Lakini pia rehema nyingi na amani zimfikie mtume wetu Muhammad aliyetupa huu utaratibu, anapoondoka mmoja wetu nini tufanye. Na katika makubwa ambayo tumeweza kuyafanya leo kwa minajili ya kupeleka thawabu kwa mfalme wa nchi ya Oman ni kumswalia salatul ghaib. Jambo hili amelifanya mwenyewe mtume Muhammad pale alipojuzwa ya kwamba An-Najashi mfalme mpendwa wake alipofariki katika nchi ya Habasha na hakuwa na taarifa naye. Pindipo zile taarifa zilipomfika, basi mtume alisimama, na ilikuwa ndio swala ya kwanza kuswaliwa, swala ya jeneza ambalo halipo, inaitwa salatu janaza al-ghaib au salatu al-ghaib. Lakini pia mtume akatufundisha masala haya ya kuombea na dua. Tuyafanya kwa sababu ni sunna aliyoiweka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sina haja hapa kusema sana. Ndugu zangu, Qabus bin Said bin Taimur bin Faisal bin Turki, huyu ni kizazi cha muasisi wa Oman anaitwa Sayyid Said bin Sultan Al-Abu Said. Ni kizazi cha bwana mkubwa huyo ambaye alitawala Oman na akaitawala Zanzibar. Huyo ndio muasisi. Sisi huko tunasema baba wa taifa. Qabus ametokana na mfalme huyu. Katika mababu kienda basi tukwenda kumkuta ametokea kule. Mzee huyu alitawala 1806 na kufariki 1856 katika nchi ya Zanzibar. Alibahatika kuzaa watoto wengi sana, lakini wakubwa alikuwa ni Sayyid Majid bin Said bin Sultan Al-Abu Said na Sayyid Huwaini ambaye naye alikuwa ni bin Said bin Sultan Al-Abu Said. Hawa wawili ndio walioleta utawala wa tofauti. Sayyid Majid akaitawala Zanzibar, Sayyid Huwaini akaenda akaitawala Oman. Baada ya mikataba na baada ya masuluhisho mengi, wakubwa wa dunia waliingia wakawagawia katika utaratibu huu. Kwa hiyo kizazi cha Sayyid Huwaini ndio kimemtoa Qabus bin Said, na kizazi cha Sayyid Majid ndio kilimtoa mfalme wa mwisho aliyepinduliwa anaitwa Sayyid Jamshid bin Abdullah, ambaye leo hii yuko hai, tunapozungumza yuko hai akiwa nchini Uingereza. Kwa hiyo hii ndio silsila yao. Sasa kwa nini tumetaja hili? Kwanza watu wafahamu mahusiano. Mahusiano ni makubwa. Kipindi ambacho wametawala Sayyid Said bin Sultan, mzee yule muasisi, mpaka 64 wana wafalme kadhaa hapa, sina haja ya kuwataja, waliokuwa wamepita. Kina Barghashi, kina Said Khalifa, wote wamepita katika kipindi kirefu sana, ambapo watu wameingiliana, Wazanzibari, wa bara huku, watu wamekuwa na mahusiano makubwa sana. Ni mahusiano ya kidugu, mahusiano ya kidamu na mahusiano ya kiitikadi. Kwa ni jambo ambalo latupelekea kupata fahari sisi kukaa tukamwombea dua mfalme huyu Qabus kwa yale makubwa aliyoweza kuyadumisha kunako mahusiano haya. Katika
hadithi ya Mtume mashuhuri ambayo wengi miongoni mwetu tunaitumia katika jambo kama hili la mtu mzuri kama huyu. Unasema udhkuru mahasina mautaka wa kufu an masawi, tajeni mazuri yote ya wale waliokufa maiti wenu, na mjizuie kutaja hata kama mwajua mabaya yao. Waislamu, hii ni sunna na huu ndio utaratibu. Tujitahidi sana, kifa mtu hata kama wajua na jambo fulani, nyamaza, tafuta mazuri mzungumze. Haya ndio maelekezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hili, wapendwa ndugu zangu, mfalme huyu nimeitanguliza aya au sura Liilafi Quraish. Unaweza ukaiona kama haina mnasaba, lakini ina mnasaba mkubwa wa jambo ambalo nataka nizungumze. Mfalme Qaboos katika jambo aliloweza kulifanya ambalo latakiwa litamaniwe na wana dunia ni amani. Na amani katika Mashariki ya Kati ni kitu rehani, yaani kitu ambacho kimeshapotea, lakini si kwa amani. Kwa ni jambo kubwa sana. Majirani kote ni hatari, kote hafaliki, kote ni mtihani. Lakini nchi ya amani na utulivu, na utulivu ule haukuletwa na mtu mmoja mmoja. Kichwa ndio kila kitu. Kikiwa cha hovyo, basi hakuna atakayekaa vizuri, wote watakuwa hovyo. Lakini kichwa kilikuwa kimetulia kwa kweli. Na hakuna jambo thamani kwa mwanadamu kama amani. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa anawakumbusha Makuraishi, akawaambia falyabudu waabudu rabba hadha albayt, mola wa hii Kaaba, wa hii nyumba Masjid al-Haram, waabudu mola aliyejenga hii Kaaba, mola wa Kaaba, wa muabudu mlezi wa Kaaba, wa muabudu. Kwa nini wa muabudu? Akawapa sababu, alladhi at'amahu min ju'in, kwa sababu kawalisha kunako njaa. Hakuna jambo la hatari kama njaa. Wewe kwa umeshiba, elewa yatakikana ukae umshukuru Mwenyezi Mungu. Njaa ni mtihani, njaa unadhalilika, njaa unaaibika, njaa unaweza ukakufuru. Hapo umeshiba uwezo ukaijua njaa hata mara moja. Nini thamani ya kushiba uwezo ukajua? Kidogo tu Ramadhani ile ikiingia, unaona watu wanavyojua thamani ya shibe na hatari ya njaa. Kidogo. Na pale bado mtu analifanya jambo kihiari kwamba chakula kipo, ameamua kufanya ibada. Sasa sikuambii kwamba chakula hakuna, nchi ina njaa, au watu wana njaa, au nyumba ile ina njaa, au mtu yule ana njaa, bara lake ni kubwa. Lakini si hilo la pili, akawaambia wa amanahum min khawf, akawapa amani ya vita. Wanaambua Makuraishi walikuwa wanatoka lita shitai wa swaifi, wanatoka misafara ya kusi na kaskazi, wakitokea Hijazi wakienda Sham. Leo hakwendeki. Zama zile walikuwa wanakwenda kwa wanyama, kina Abu Sufyan, wanakwenda salama na wanarudi salama. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anawakumbusha wanadamu hili, na hili katika nchi ya Omani limestakiri, nchi ambayo mimi nimeishi pale zaidi ya miaka 4, nchi ambayo ilikuwa na utulivu kupitia kiongozi wake. Ilikuwa tulivu katika siasa zake, tulivu katika itikadi. Pale Omani pana madhehebu msikiri na ibadi, pana Sunni, pana Ansari Sunni, pana Mashia, lakini hujasikia hata siku moja kuna mijadala inafanyikia Omani ya watu kukufurishana, watu kuaibishana, watu kupigana. Watu wanafanya ibada zao kwa uhuru, sijapata kuona katika dunia hii. Hakuna mtu anabugudhiwa. Na hii ni mifumo na ni mipango ya mtu aliye, kwa sababu kuna watu katika baadhi ya nchi wale watawala wana ushawishi pia wa kiitikadi na kimadhehebu, mpaka huwaongoza watu kiitikadi hizo na kuwashawishi mashehe wawatenge au wawajadili na kuweka kando wale ambao si katika itikadi zao. Nani mwajua, hatuna haja ya kuyataja haya. Lakini pale Oman jambo hili halipo. Hatusemi kwa sababu tuwafajilia tuko ndani,
au labda mimi nilisoma kule, nimekwenda Saudi Arabia, tunayaona, tunasoma, tunasikiliza. Siku hizi dunia iko kiganja, kila siku naona watu wanazobaguana kimadhhabi, kiitikadi, lakini pale jambo lile halikuwepo. Ni kwa sababu ya kichwa kilichokuwepo pale. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimruzuku hikma sana na busara, lakini asha aziza wa mata aziza, ameishi mtukufu na amekufa mtukufu. Hali ya Qaboos duniani ni kubwa kisiasa, hakuna asiyemjua. Ametawala toka mwaka 1970 na amefariki juzi hapa jana au juzi kwa jana. Lakini pamoja na hayo, angalia mazishi yake, ni mazishi dhamini yanayopata kuonekana kwa wafalme. Ni mazishi ambayo huwezi ukayathamini ukaweka sawa na namna alichokuwa na uwezo mkubwa aliokuwa nao wa kisiasa, wa kimali na kihaiba katika dunia. Lakini amezikwa dhalili saa 2 asubuhi, hata watu wengine hawajaamka, yeye ndio anazikwa. Lakini angalia namna ya wale waliohudhuria, kwa sababu mfalme au rais anapokufa huja marais wa kila kona, na hasa kwa maarufu kama wake. Lakini viongozi wa kisiasa, wa kidini hawakuweza kuliwahi jeneza lake. Na huu ndio Uislamu. Waharakishwe waliofariki katika majumba yao na wala wasicheleweshwe. Hivi ndivyo alifanywa Qaboos bin Said. Nazungumza hili ili sisi wote tuchukue tafakuri. Na labda ulisikia kwamba huyu mtu hakuwa wa dini, maana maneno mengi kwa wanadamu. Ifahamike kwamba haya kwa taarifa tulizopata ni usia wake. Mimi niziko katika hali ya kawaida na kwenda kwa mali kwa mulki kwa ufalme Dhul-Jalal. Na kila mmoja katika kile kifo chake achukue ibra, aitie katika kifo chake, aone kwamba yeye ni nani, ajifananishe na Qaboos, alafu aone pesa aliyokuwa nayo, uwezo aliokuwa nao, namna alivyokuwa na ulinzi. Lakini Allah kupitia kadari yake na muda wake, malakul maut amepenya, hakuna aliyemuona, na amemchukua mja wake, na mja wake ametambua kwamba mimi nakwenda kwa Allah, akatoa usia mapema kabla ya kufa. Haya ndiyo yanatakiwa kwa kila mmoja wetu watafakuri hayo. Sisi ni dhalili sana katika maisha, katika siasa, hatujulikani. Sasa ukiwa unafanya mambo ya hovyo, ukiwa unafanya mambo yasiyofanana na dini, elewa unajiumiza. Watu wameishi vizuri na wanakufa vizuri, wewe unaishi vibaya alafu unakufa vibaya. Qaboos kwa uwezo wa Mungu alistarehe duniani, alikuwa na kila aina starehe, na anakwenda kustarehe peponi. Mwenyezi Mungu amfanyie kesi katika njia ya kushika. Kwa hiyo haya ndugu zangu, niliona niyazungumze kutoa mema ya mfalme yule na nchi yake. Mpaka leo ndugu zetu wa Omani wanaishi katika hali salama sana. Lakini tumempata mfalme mpya, Haytham bin Tariq, na yeye vile vile ni Ali Said, naye kuna ami yake. Hawa wote Tariq na Said ni watoto wa Timur. Kwa hiyo ameshika mtoto wa baba yake mdogo ambaye ndo Haytham bin Tariq al-Said. Kushika kwake ni kwa usia wake mwenyewe, ulisoma na ikaonekana, kaandika maelekezi yeye na akatoa wasifu ya kwamba ni mtu, baada ya kuona hali yangu si nzuri, nimeamua kuhusia yafuatayo. Akasema mengi, lakini katika kuhama serikali kwenda kwa mwingine, na ipeleka kwa Haytham bin Tariq. Ni mtu amin, ni mtu mwadilifu, anaweza kufanya kazi kama alifanya nini. Kwa hiyo tutaraji kwamba na aliyeshika atakuwa na busara kama za mtangulia wake, na Mwenyezi Mungu ammiminie subra, ampe hikma na weledi mzuri na busara za kuiongoza chini, na watu wa Omani waendelee kuneemeka kama jinsi walikuwa wananeemeka. Ndugu zangu, kwa kumalizia, mahusiano si katika nyanja moja tu ya siasa. Sisi tumeshirikiana mambo mengi. Mnajua mahusiano ya Waomani hapa kidini, tunasaidiana mbalimbali,
ya kidini, ujenzi wa misikiti, visima, mambo mengi sana. Haya yote yamefanyika kwa sababu kule kuna amani, lakini pia yamefanyika kwa sababu kule kuna kiongozi mzuri. Angekuwa kiongozi mbaya huku wasingekuja mtu na wala kusingekuwa na chochote katika hali tunayoona. Mwenyezi Mungu amlipe na walipe ndugu zetu wote, na sisi Mwenyezi Mungu atudumishie amani katika nchi yetu Tanzania. Ni nchi nzuri sana, ina amani kubwa kweli. Tunaweza na sisi kwenye fahari tukasema mpaka jioni kwa amani iliyopo Tanzania. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Allah atupe tu uchumi uliokuwa mzuri na sisi tuyafanye makubwa kama wanafanya wenzetu katika nchi nyingine. Na hayo kwa baraka za Mwenyezi Mungu na kwa taufiki yake naamini yatakuwa. Na tuombe viongozi wetu wa nchi hii, Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli na wasaidizi wake wote, Mwenyezi Mungu awape hikma na busara katika kutuongoza na katika kuifanya nchi hii kuwa na uchumi unaosaidia, sio unaosaidiwa. Kwa haya, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwisho atasoma mzee dua ya kufunga na